Kila mtu anafikiri Delila alimwangamiza Samsoni, yule mshawishi, yule mlaghai, mwanamke aliyemwangusha mwanaume mwenye nguvu zaidi kuwahi kuishi. Lakini vipi kama yeye hakuwa tatizo kamwe? Vipi kama yeye alikuwa tu mchezo? Na vipi kama hadithi halisi sio kuhusu mwanaume dhaifu aliyeangukia kwa mwanamke mbaya, bali mwanaume mwenye nguvu aliyezoea kushinda? Kabla Samson hajazaliwa, maisha yake yalikuwa yameshapangwa. Malaika alimtokea mama yake, mwanamke aliyekuwa tasa, na kumwambia angepata mtoto wa kiume, lakini huyu hangekuwa mtoto wa kawaida. Angekuwa mnadhiri ametengwa kwa ajili ya Mungu tangu tumboni. Hakuna wembe ungemgusa kichwa chake, hakuna divai ingegusa midomo yake. Angeanza kuwaokoa Waisraeli kutoka kwa Wafilisti. Tangu kuzaliwa, Samsoni alikuwa na alama, alietwa, akapakwa mafuta. Na alipokuwa akikua, kitu kisicho cha kawaida kilianza kujitokeza. Nguvu kisikai wazi moja saa tisai, lakini sio nguvu za kawaida, nguvu za kimungu ambazo hazingeweza kuelezewa na misuli au mazoezi. Roho wa Bwana angemjia kwa nguvu, naye akawa hawezi kuzuiliwa. Simba alimshambulia njiani kuelekea Timna. Alimrarua vipande kwa mikono yake mitupu. Kema si chochote. Wafilisti walijaribu kumnasa. Aliwaua 30 kati yao huko Ashkeloni. Akaondoka bila kuguswa. Samsoni anasimama mshindi kwenye uwanja wa vita, akishika mafupa wa taya ya punda. Walimjia tena, akachukua mfupa wa taya ya punda na kuwapiga wanaume 1,000. Mtu mmoja, mfupa mmoja. Hakuna jeshi. Walimfungia ndani ya jiji, wakafunga malango, wakaweka walinzi, wakasubiri asubuhi wamuue. Kisha Samson akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Sorek. Jina lake alikuwa Delila. Watawala wa Filisti waliona fursa. Walimwendea Delila na kumpa ofa: tafuta chanzo cha nguvu zake, na kila mmoja wetu atakupa vipande 1,100 vya fedha. Kwa hiyo Delila akamuuliza, niambie, nguvu zako nyingi zinatoka wapi? Unawezaje kufungwa na kutishwa? Sasa simama hapa, kwa sababu ikiwa mwanamke unayehusiana naye ghafla anaanza kuuliza jinsi ya kukufanya usiwe na nguvu, hiyo ni ishara ya hatari. Techo Delila anapopiga kelele ya onyo, anazikata kamba za upinde kwa urahisi. Lakini Samson hakumwacha Delila. Badala yake alidanganya. Alimwambia, ikiwa watanifunga kwa kamba 7 mpya za upinde, nitakuwa dhaifu kama mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo akafanya. Alimfunga wakati wanaume walikuwa wamejificha chumbani. Kisha akaita Samson, Wafilisti wanakujia. Kila mara alipocheza mchezo huo, Samson alijinasua kwa urahisi wa ajabu. Na alizikata kamba hizo za upinde kama uzi ulioguswa na moto. Wafilisti walikimbia. Samson akaondoka. Alishinda tena. Je, alimkabili? Je, aliuliza kwa nini kulikuwa na wanaume wamejificha chumbani kwake? Je, aliondoka? Hapana, alirudi kwa raundi nyingine ya mchezo.
Tabia ya Samson haionyeshi ujinga bali saikolojia tata ya uraibu. Anjinetic Barshi. R. Anajua kinachoendelea lakini hawezi kuacha. Je, unaona muundo? Aliendelea kujaribu kumwangamiza. Naye aliendelea kutoroka kila mara. Na hapa ndio tunachokosa tunaposoma hadithi hii. Samson hakuwa jinga. Alijua Haka ndicho sayansi ya neva inachotuambia kuhusu uraibu. Yasi chigatumai barnitiani. Na si kile ambacho watu wengi hufikiria. Furaha haitokani na zawadi. Inatokana na kutarajia zawadi. Huu ndio wakati kabla tu hujajua kama umeshinda. Fikiria mashine ya kamari. Furaha halisi si pale alama zinapopangilia, ni pale zinapozunguka, ni pale karibu ushinde, ni pale unaposema huu unaweza kuwa ushindi. Ubeker bear is samwener bear. Ubango wakuwasema wako hujazwa, na dopamini si unaposhinda, bali unapoweza kushinda. Ito. Kila aliporudi kwa Delila alikuwa akivuta kile kishikio. Je, atajaribu kitu usiku wa leo? Je, nitalazimika kutoroka? Ninaweza kushinda hili pia. Kutokuwa na uhakika kulikuwa ndio furaha. Mchezo ulikuwa ndio masisimko. Maisha ya kawaida hayawezi kushindana na msisimko wa adrenaline. Lakini hiki ndicho kinachotokea kwa ubongo uliojaa adrenalini na dopamini kila wakati. Msingi wako hubadilika. Maisha ya kawaida hayaonekani kuwa ya maana. Amani inahisi kuchosha. Utulivu unahisi kutokuwa na mvuto. Unaanza kuhitaji hatari kubwa zaidi ili kuhisi chochote. Lakini Samson hakuwa akicheza mchezo tu. Alikuwa akicheza na wito wake, upako wake, kusudi lake, maisha yake kabisa. Lakini haikuhisi hatari. Ilionekana kama ushindi, na huo ndio mtego. Alimshinikiza. Kile siku, Biblia inasema alimshinikiza mpaka roho yake ikachoka kufa. Alikuwa amechoka, na labda alifikiri raundi moja zaidi hangekuwa na maana. Alikuwa ameshinda kila mara hapo awali. Mchezo mmoja zaidi ungekuwa nini? Kwa hiyo akamwambia kila kitu. Wimbo haujawahi kugusa kichwa changu. Nimekuwa mnadhiri kwa Mungu tangu tumboni. Nikinyolewa kichwa na nguvu zangu zitaniondoka. Delila angeweza kujua wakati huu ulikuwa tofauti. Alituma ujumbe kwa watawala wa Wafilisti. Njoo tena, ameniambia kila kitu. Walikuja na fedha mikononi mwao. Alimlaza usingizi mapajani mwake, na alipokuwa amelala alipokuwa akipumzika mahali alipofikiri ameshinda. Alimwita mtu amnyoe kichwa. Nywele 7 zimekwenda. Samson akiamka. Sasa hana nywele. Uso wake ukionyesha kuchanganyikiwa, kisha hofu anapogundua nguvu zake zimekwenda. Kisha akasema tena, Samson, Wafilisti wamekuja juu yako. Akaamka. Na Biblia inasema kitu kinachohuzunisha. Hakujua kwamba Bwana alikuwa amemwacha. Hakujua. Alifikiri atajitikisa huru kama nyakati zingine zote.
Kwa hivyo hili ndilo swali ambalo hadithi hii inakuuliza. Ni mchezo gani unacheza ambao unafikiri unashinda? Labda si mtu, labda ni harakati unayoshindwa kuacha, kwa sababu kila ushindi unathibitisha kuwa wewe ni wa kipekee. Hali unayoendelea kurudia kwa sababu kitu ndani yako kinataka kuona kama unaweza kuwafanya wakuchague. Hatari unayoendelea kuchukua kwa sababu hujawahi kukamatwa hapo awali. Ukingo unayoendelea kutembea kwa sababu umewahi kurudi salama. Na kila mara unaponusurika, ubongo wako unasema, ona, uko sawa, una udhibiti, unaweza kushughulikia hili. Lakini vipi kama hushindi? Vipi kama bado hujapoteza? Hii ndio kweli kuhusu uraibu wa adrenaline na dopamine. Inaharibu uwezo wako wa kuhisi maisha ya kawaida. Unapoishi kwa miba, kwa msisimko wa kutarajia, kwa furaha ya karibu kupoteza lakini kushinda. Hata hivyo, maisha ya kawaida hayawezi kushindana. Lakini hivi ndivyo wanasayansi waneva wanavyotuambia. Unajinaweza kuktokiwe kian sakshin owe uperperpi nini kama loma making kama kuwa unakunywa sura tunacheta mwana vinywaji vya kuongeza nguvu. Majina ladha kama hakuna kitu. Hayana ladha, yanachosha. Ulimi wako unatafuta sukari, lakini ukipunguza utamu kwa wiki 2. Ladha zako zitarekebishwa. Ghafla maji yanaridhisha, yanaburudisha, unayatamani kweli. Ubongo wako hufanya kazi vivyo hivyo. Unapoacha mkazo, unapoacha kulisha miba, mwanzoni maisha yanahisi hayana ladha. Ubongo wako unakuambia kuna kitu kibaya, kwamba amani hii ni utupu, lakini si hivyo, ni kujiondoa. Pekee, mtu mwenye nguvu zaidi kuwahi kuishi hakuanguka kwa sababu alikuwa dhaifu. Alianguka kwa sababu alitamani sana kushinda. Na kufikia wakati alipogundua mchezo umekwisha, alikuwa tayari amepoteza kila kitu. Lakini wewe, bado upo hapa, bado umeamka. Nguvu zako hazijaondoka bado. Kwa hiyo, weka chini mchezo, ondoka kwenye ukingo. Na acha kawaida iwe ya kutosha. Ikiwa hii imekugusa, bonyeza kitufe cha like. Inasaidia watu wengi zaidi kupata ujumbe huu. Na ikiwa unamjua mtu anayehitaji kusikia haya, share. Namo mwini wing chur entry na chini neno sahihi kwa wakati sahihi hubadilisha kila kitu. Na ikiwa wewe ni mpya hapa, tunasimulia hadithi nzima maandiko, saikolojia, njia ya mabadiliko, jisajili na urudi. Kuna mengi zaidi yanakuja. Asante kwa kutazama.